Maria Mwenyezi, Somo la kitabu cha Mwanzo sura ya 37 aya 3 hadi ya 4 na aya ya 12 hadi ya 13 na aya ya 17 hadi ya 28. Somo la kitabu cha Mwanzo sura ya 37 aya 3 hadi ya 4 na aya ya 12 hadi ya 13 na aya ya 17 hadi ya 28. Israeli akapenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yao huko Shekemu. Israeli akamwambia Yusufu, "Je, ndugu zako hawachungi kondoo katika Shekemu? Njoo nikutume kwao." Basi Yusufu akawafuata ndugu zake, akawakuta huko Dothani. Wakamwona kutoka mbali, na kabla hawajamkaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, "Tazama, yule bwana mdogo anakuja. Haya, twende tukamuue na kutupa katika birika mojawapo, nasi tutasema, mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake." Rubeni akasikia, akamwokoa katika mikono yao, akasema, "Tusimuue."
tumtupe, tusimue katika birika hili lililopo nyikani, wala tusiguse, ili apate kumwokoa katika mikono yao, akamrudishie kwa baba yake. Ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, wakamvua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndefu aliyoivaa, wakamtoa wakamtupa katika birika, na hiyo birika ilikuwa tupu, hamna maji, nao wakakaa kitako kula chakula. Wakainua macho yao wakaona msafara wa Ishmaeli wanakuja wakitoka Giledi na ngamia zao, wakichukua ubani na zeri na manemane, wakasafiri wakivichukua mpaka Misri. Yuda akamwambia ndugu zake, wafaa nini kumuua ndugu yetu na kumficha damu yake? Haya, tumuuze kwa hawa wa Ishmaeli, wala mikono yetu isimdhuru, maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu. Ndugu zake wakakubali. Wakapita wafanya biashara wa Midiani, basi wakamtoa Yusufu, wakampandisha kumtoa katika birika, wakamuuza Yusufu kwa Ishmaeli kwa vipande vya fedha 20, nao wakamchukua Yusufu mpaka Misri. Neno la Bwana. Kiitikio: zikumbukeni ajabu zake Bwana alizofanya. Akaitia njia ijilie nchi, akaharibu chakula chote walichokitegemea. Alimpeleka mtu mbele yao, Yusufu walimuuza utumwani. Zikumbukeni ajabu zake Bwana alizozifanya. Kila mtu amwaminie ukuu na uzima wa milele. Akawatuma watumwa wake kwa wale wakulima wapokee matunda yake. Wale wakulima wakawakamata watumwa wake, huyo wakampiga na huyo wakamuua na huyo wakampiga kwa mawe. Akawatuma tena watumwa wengine wengi kuliko wa kwanza, akawatenda vile vile. Mwisho akamtuma mwanawe kwao akisema, wakamstahi mwanangu. Lakini wale wakulima walipomwona yule mwana, akasemezana wao kwa wao, huyo ni mrithi, haya tumuue, tutwae urithi wake. Wakamkamata, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamuua. Basi
basi atakapokuja yule bwana wa shamba la mzabibu, atatendaje wale wakulima? Akamwambia, atawaangamiza vibaya wale wabaya. Shamba la mzabibu atawapangisha wakulima wengine watakaomlipa matunda kwa wakati wake. Yesu akamwambia, hamkupata kusoma katika maandiko, iwe waliolikataa waashi, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Sababu hiyo nawaambia, Ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Kwa kuwa makuhani na Mafarisayo waliposikia mifano yake, walitambua ya kuwa anawanenea wao. Nao walipotafuta kumkamata, waliwaogopa makutano, maana wao walimuona kuwa nabii. Neno la Bwana. Mhubiri wetu ametuongoza kutambua uzito wa dhambi ya mfumo, kwamba tukiingia katika mfumo, kutoka humo tunahitaji muujiza. Macho kufuka na masikio zipa na akili kumbaa, kiasi kwamba hata kama tukionyesha ukweli wazi wazi, hatuwezi kukubali. Mfumo na kufunga, tunahitaji muujiza toka kwenye dhambi za mfumo, yaani dhambi ambazo zimehalalishwa na jamii, kiasi kwamba hata usipoitenda, unayeacha kutenda hiyo dhambi, unaonekana ndio unayekosea, na unayekemea dhambi ya mfumo, basi unahatarisha maisha. Umesikia katika Injili, Wayahudi walikuwa na mfumo wa namna yao ya kuabudu ambayo ilikuwa na mapungufu ya kutosha, kwa sababu ilikuwa ni dini ya matayarisho kwa ajili ya kumpokea Masiha, Mwokozi wa ulimwengu mzima. Ila wao waliteuliwa kuwa taifa tu teule la kuonyesha wapasavyo kujiandaa wanadamu wote kupokea mkombozi. Wakaingia katika mfumo wa dini yao, kiasi kwamba alipokuja Mwokozi wakamkataa. Kwa nini? Si kwa sababu ya ujeuri, kwa sababu ya mfumo waliokuwa umeingia kwenye damu mpaka kwenye macho, kwenye akili. Sasa Yesu ndio akawapa mfano ili wajihukumu wenyewe kwamba wamepotoka. Kama kulikuwa na mtu ana shamba, afanya kazi, baadaye sasa akaanza kutuma watu, nendeni mkalete mavuno basi kwenye shamba langu la mzabibu. Wale jamaa wakawa wanaua wale wanaotumwa na bosi mwenye shamba, mpaka mwisho akaona labda sasa nikimtuma mwanangu watamstai nipate matunda. Asema huyu ndio mrithi, sasa mpige mawe mpaka afe. Kamuua. Sasa akawauliza, eti ni Mafarisayo waandishi nini mnaojiita watu wa dini,
huyo aliyeuawa mtoto wake, aliuliwa mtoto wake, atawafanyaje hao watumishi hawa wa shamba la huyo bosi? Wakajihukumu kwamba atawaulia mbali na lile shamba, atawapa watu wengine watakaompa matunda kwa wakati wake. Kumbe ndivyo jiwe waliolikataa waasi imekuwa jiwe kula pembeni. Maana yake ni nini? Mmenikataa mimi ndio hilo jiwe lilotabiriwa na manabii, ambalo litakuwa jiwe kula msingi wa kuokoa wanadamu wote. Ila nyinyi kwa sababu mnasukumia mbali wokovu, basi watapewa watu wengine watakaoweza kuzaa matunda yanayotarajiwa. Kama katika somo la kwanza kwa kitabu cha Mwanzo, habari za Yusufu kudhulumiwa uhai wake bila kosa lolote na ndugu zake kabisa, tukiwa kwenye shimo lisiokuwa na maji, alafu baadaye anaokolewa, alafu baadaye anakuwa mkubwa sana kule Misri, kama unajua hiyo ni simulizi. Hayo yote yalidokeza maisha ya utume wa Yesu. Kama Yesu asiyekuwa na hatia atatupwa kwenye shimo, yani kaburini, lakini atainuliwa huko kwa utukufu. Mfumo unatupofusha tumuone asiyekuwa na hatia. Hapana, tuone vitu ambavyo ni vya thamani havina thamani, na tuone vitu vya kupita vina maana zaidi kuliko vile vya kudumu. Labda hao tusiwalaumu sana, sababu wamezaliwa katika mfumo huo, wamekulia katika mfumo huo, hawajui kitu kingine isipokuwa dini yao ya Kiyahudi. Lakini wewe na mimi ndio wakulaumiwa zaidi. Sasa tumemjua Yesu mapema sana, wengine tangu tumboni mwa mama zetu, tukanywa imani ya Yesu ni Bwana toka kwa imani ya mama zetu tumboni, tukabatizwa tukiwa wachanga sana kwa jina la Yesu, tukapokea kanisa takatifu tukiwa watoto wadogo sana, tukapokea na kipaimara tukiwa bado wabichi sana. Hayo yote hayakutufaa chochote wala lolote, tukabaki na mfumo wa kipagani wa watu wanaozunguka ambao wala hawajui Yesu ni nani. Tukaingia kwenye dini kana kwamba unaingia kwenye chama cha kufa na kuzikana. Tukakae na watu, tusali na watu bila hamu hata kidogo ya kufika mbinguni. Matokeo yake sasa tukaona kwenye dini mioyo yetu haimwelekei Yesu, inaelekea vitu vya chini kabisa vya kawaida mno, ndio tunatamani na kuvichuchumilia kabisa, na kishawishi kikubwa kuliko vyote kilichoanza sababu ya mwanadamu kuanguka ni tumbo. Ndio chemchemi ya vishawishi na majaribu yote. Utafuta kitu cha kuweka tumboni. Bali Adamu na Eva walishawishiwa nini? Cha kwanza kabisa shetani aliingia nini? Matunda haya yanafaa kwa kula. Na kweli Eva alipoyaona hivyo akaona yafaa kwa kula. Kitabu cha Mwanzo sura 3 aya ya 6. Akayaona yanafaa kuliwa, ampatie tumbo mahitaji yake.
akachukua kala akampa mume wake kala, wakaanguka chini na kuharibu yote yalikuwa yameungwa kwa ajili ya Mungu yakaharibika, kwa sababu kichwa cha uumbaji wa Mungu ilikuwa ni mwanadamu, the crown of creation. Adamu aliumbwa wa mwisho ili awe taji ya uumbaji wote. Kwa hiyo anapoanguka vitu vyote vinaharibika. Lakini hata Yesu alipoingia kujaribiwa, jaribu la kwanza lilikuwa na huzuni. Mathayo sura ya 4 ya kwanza mpaka ya 2 ya 3 pale. Akafunga usiku na mchana siku 40. Akaona njaa. Mjaribu akaja kupitia tumboni. Kama wewe ni mwana wa Mungu, hadi uteseke Bwana. Wewe usiteseke mwana wa Mungu. Geuza mawe haya yawe mikate, umpe tumbo haki yake. Tumbo anahitaji kula, mpatie. Sasa Yesu tofauti na Adamu na Eva, yeye akakataa. Siwezi kuishi kwa mkate tu. Nahitaji kwanza kuishi kwa neno la Mungu. Matumbo. Tunaweza tukajikuta tumegeuka kuwa Mungu ambaye hawezi kukingwa hata wakati wa mfungo. Jamani, nakataa kwa siwezi kufunga mimi, njaa sana, lazima nile. Hata wakati sio wa mfungo, mahangaiko yote ni kumpatia sadaka Mungu tumbo. Mungu tumbo. Kishawishi hiki akikuishia kwa Adamu na Eva na Yesu, kilishambulia kanisa la mwanzo kabisa. Wafilipi sura ya 3 aya 17 mpaka 21. Mtume Paulo mwisho ameishia kulia machozi. Jamani, nimekuambieni wafuateni wale tuliowafundisha, wanaofundisha kuitiisha miili yenu, kuchuchumilia ulimwengu unaokuja. Matatizo tulionao ni ya kupita tu. Msilemeleze matumbo mkaezi mambo ya kidunia. Nieni na kupania mambo yaliyokuwa juu. Anasema mambo hayo nimewaambia mara nyingi, na leo nawaambia kwa machozi, kwa sababu wapo watu wamejiita wa Kristo, lakini ni adui za msalaba wa Kristo. Kutiisha miili yao kwa ajili ya heri ya milele hawataki. Raha ya tumbo. Mungu wao ni tumbo, na mwisho wao ni uharibifu. Lakini sisi tunatumaini kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, atakayebadili miili yetu ya unyonge ifanane mwili wake wa utukufu. Sisi wenyeji wetu huko mbinguni tuchuchumilie hilo. Mateso tunayopitia ni muda tu, ni muda tu. Yosefu alipitia mateso kwa muda tu, Mungu akamuinua juu akawa waziri mkuu. Yesu alipitia mateso ya muda tu, akainuliwa. Kila goti la vitu vyote vya mbinguni na vya duniani vikapiga magoti. Walishindwa kwa Mungu. Ya muda tu karibia ilikuwa muda tu. Na maandiko yanatuasa msisahau neno hili. Kwa Mungu miaka 1000 ya mateso unaweza kwamba ili lazima ya kupotosha ufuke kwa kumjua Mungu ni kama siku moja tu. Na raha ambayo unazisumbatia ukamwacha Mungu, hata kama ungepewa miaka 1000 kwa Mungu ni kama kesho au siku tu, hakika chochote. Baraka wa pili wa Petro sura ya 3 aya 8 kuendelea. Usisahau jambo hili. Mnapaswa kuishi mmeungana na Kristo.
Kristo kikweli. Ndio kazi iliyokuwa ya maana na iliyotukuka kuliko kazi zote. Ndio matamanio ya maana yaliyotukuka mbele za Mungu kuliko matamanio yoyote yale. Sasa kutamani kuwa na afya nzuri ni kitu kizuri, lakini mateso ya ugonjwa wako ni ya muda tu, ni ya kupita tu. Unaweza kutamani kuwa na mali nyingi sana, na unaweza kuamua kupatia bila yeye mwenyewe kumpata. Utaona hujaridhika. Kama Solomon katika kitabu cha Mhubiri sura ya 2 anasema, mimi nilimweka Mungu pembeni, nikahangaikia vitu vya Mungu, katafuta pesa nyingi sana nikapata sana, katafuta utajiri nikawa tajiri kuliko mtu mwingine yeyote duniani, nikatafuta hekima nikawa mwenye hekima kuliko yeyote duniani. Kila nilichohitaji kitamani Mungu alijalia kusudi aone kama nitatulia bila Mungu. Nikajikuta bila Mungu. Yote hayo ni ubatili mtupu na kujirisha na upepo. Ndipo nilipotambua kwamba lililo la maana kuliko yote ni kumcha Mungu. Hata kwa Agustino aliona mambo ya Mungu ni ya upuzi. Habari za kwenda mbinguni ni kitu gani? Tuhangaikie unafua maisha hapa, tufurahi hapa. Sasa furaha imetoka wapi? Akajaribu kwa wanawake, tembea na kila mwanamke anayepita, alala naye, akupata furaha yoyote. Akajaribu kujifunza filosofi za kila namna, akapata kweli wa kwanza kwenye kila mtihani. Hakuna chochote alichokuridhisha. Mama yake Monica alikuwa anaona anahangaika na hayo, ila yeye amekutana na Yesu akabadilika. Matumaini yake yakawa juu, sio chini. Akawa anatembea na ilowanisha ardhi kwa machozi ya uchungu ya matamanio. Mwanangu, haya leo yafanya haya kama ni raha napata ni ya muda tu. Atapoteza raha ya milele, atapoteza uzima wa milele. Yesu, najua utanifikisha mbinguni. Mwanangu, usiroje. Yesu kwa wakati wake piga kifugo uzima. Kama William Ross kasema neno linalosema kwamba usiku umeendelea sana na mchana umekaribia. Tutupilie mbali matendo ya giza, tukazibai sana mwanga, tukaishi kama wanaoishi kwenye mwanga. Watu wanaishi kwenye mwanga. Ina maana nini? Mama, maana gani? Matendo ya giza hayakufikishi popote. Akaenda kwa Askofu Ambrose, akamfundisha vizuri zaidi kuhusu Yesu na maisha ya milele yenye furaha na utukufu. Akaamini, akabatizwa. Na baada ya hapo akawa anatembea analia, akikumbuka jinsi alivyoweka moyo wake kutafuta kuridhishwa na vitu vya Mungu bila Mungu, akakosa kufanikiwa. Kaza Yesu wangu, nilichelewa kukupenda, na sasa nimejua kwamba kumbe umetuumba kwa ajili yako, na mioyo yetu haiwezi kutulia paka imetulia katika wewe. Sasa naona furaha ya ajabu. Yote yale nilikuwa nayafanya nikafurahi, naona bure tu sasa hivi, lakini na kitu kikubwa kuungana na wewe, ni furaha ambayo hakuna mtu anaweza kuninyang'anya. Na haishi hapa tu, Yesu atanyakuwa niende mbinguni. Kama hiyo haitoshi, umepaa. Na alikuwa kwenye mfumo wa dini ya Kiyahudi, akaanza kupinga
imani ya Kristo kwamba Yesu ni Bwana na amekuja kuchukua kwenda mbinguni kwa kufuata kanuni za maisha ya Kristo. Aliwachinja sana Wakristo. Lakini siku moja anaenda Dameski akakika mweleka nuru kutoka mbinguni. Kristo mfufuka. Sauli, kwa nini unanitesa? Wewe ni nani Bwana anayekutesa? Mimi ni Yesu. Nifanye nini sasa? Nenda huko mjini, utakwambia nitakufanya. Sana anajia akamsaidia, akambatiza, akawa Mkristo wa kweli. Sio Mkristo mamboleo kama tulio wengi hapa. Kuna kurudi nyuma tena alipokutana Yesu. Ndio yule akapigwa mateke na fimbo hadharani. Hapa natoka na kuruka, nimeshiriki mateso ya Kristo kufufuka. Na anaposimulia sasa habari za kutoka maisha ya zamani kuanza maisha ya Kristo, furaha aliyonayo. Anawaangalia Wakristo na wanahangaika mambo ya dunia, anawaita mbwa. Wafilipi sura 3 aya kwanza na pili. Anajua Kristo, hao watu wanaonia mambo ya kidunia na kuona fahari katika utukufu wa kidunia ni mbwa. Ni mbwa. Sisi sio mbwa, kwa sababu tunaona fahari katika kuungana na Yesu. Mbwa hawezi kuona fahari katika kuungana na Yesu. Ataona fahari katika kuungana na mfupa na nyama na ugali uliouliwa na watu kasasa akapewa. Anamkia kucheza cheza. Lakini kuungana na Yesu mbwa hawezi. Na akaendelea zaidi kusema maisha yale ya mfumo wa dini ya Kiyahudi ulikuwa na wale ya fahari, nikilinganisha sasa na hekima ya Kristo inayoniongoza na hesabu kama mavi. Filipi 3:8. Mavi. Sasa hivi nachuchumilia kuvikwa taji, napiga mwendo kuvikwa taji. Hayo mavi tu hayo hayana chochote kwangu. Chukueni kitaka mavi. Sasa Wakristo wewe wa sasa hivi wanashuhudia mavi tu. Mavi. Yohana 6:27 tuendelee. Pale walipowalisha mikate wakashiba, alafu wakaenda haraka sana kesho yake kumtafuta. Kama nyinyi hamjui, mimi ndio libisho la mioyo ya kila mwanadamu. Niliwapa mikate mkala wakashiba, mkaenda chooni vikatoka vyote. Na sasa tena mnataka niwape mshibe mwende chooni mpaka kiamani. Hangaikieni chakula kinachowapeleka mbinguni. Mimi ndio mwenyewe, mimi ndio mkate wenyewe. Kama niwapa mkate, ni kuambia mimi ndio mkate. Wenye uzima, wenye kutia na furaha, kuburudisha mambo. Vipofu. Kwa mambo ya chooni. Na wapo sasa paka zaseme Kristo ndio kitu Kristo, lakini ni wa Kristo wa ahadi ya mbwa tu, watu wa kuhangaikia choo tu. Basi ndio Kristo wanajua makanisa leo. Maisha kimbwa tu, kutafuta maisha fahari za kidunia. Yaani kuleta ekaristi hapa, ukaleta na ugali na nyama pale, msururu mkubwa utakuwa kwenye ugali na nyama. Mbwa tu. Watu kutafuta choo. Basi, hawitafuti mbingu, wanatafuta choo. Ugali unaokula na nyama utakupeleka wapi baadaye? Kama sio msalani.
Ekaristi inakutia nguvu kwenda kwenye lengo lako la kuumbwa kwako. Hapo haijataka. Jamani, tumejitenga na kanisa kwa kujacha Ekaristi, lakini lipo kwenye ushirika wa watu. Na kula ugali na nyama. Bila jiona tukasahau. Mimi niwaambie, hii dini ina mambo mawili tu. Kama hayo hayagusi moyo wako, wewe uko kwenye level ya mbwa. Angepita choo. La kwanza, kutamani kweli kufika mbinguni, kukutana na Yesu bila chenga, uso kwa uso. Yule ambaye uliunganika naye kwa imani, unatamani kupindukia kwenda kukutana naye ana kwa ana. Kama hilo halipo, uko kwenye level ya mbwa, mtafuta choo. Wote ambao wamefaulu ni kwa sababu kuna tamaa ya ajabu ya kufika mbinguni, kukutana na Mungu Baba, kuketi pamoja naye katika kiti cha ufalme wake. Kasoma Waebrania sura 12 aya kwanza mpaka ya 5. Inasema hivi: tuna ushahidi wa umati wa watu ambao wanaweza kusaidia kutambua tumezaliwa kwa ajili ipi. Mashahidi wote waliopia dini ni kwa sababu walitamani sana kumuona Mungu uso kwa uso, si katika imani ya ambayo inaanzia kidogo, lakini kumuona bila chenga. Walitamani, ndio maana wakubali kukatisha uhai wa asili ili waweze kupata uhai wa kiroho zaidi. Lakini anaendelea kusema kwamba kikubwa zaidi sasa tumwangalie Yesu mwenye kuianzisha imani yetu na mwenye kuikamilisha, ambaye kwa sababu ya furaha iliyokuwa imewekwa mbele yake alidharau maumivu ya msalaba na aibu yake, akaikumbatia mpaka akafikia kitu ambacho moyo unalia, moyo unatamani. Na sasa ameketi kuume kwa Baba. Ikiwa wewe wanaposema kwamba kuna mbingu wala ushutuki wala ufurahii, uko kwenye level ya mbwa. Maana mbwa ukimwambia habari za mbinguni hawezi kukuelewa. Mpe maziwa na ugali uliolala kijana, atafurahi kweli mkia hivi kabisa. Ikiwa unaposema mbinguni ni mzuri, wewe haisemi chochote kwako, uko kwenye level ya mbwa. La pili, kitisho cha kuangamia. Dini ina mambo mawili tu. Kama una dini, hivyo ndio vigezo. Kitisho cha kuangamia. Katika Marko sura ya 9, Yesu aliongelea habari za yanayotusubiri kama alikataa iwe jiwe kula msingi iliyowekwa kukandamiza wote wanaokataa na kwa hiyo wote wanaofikia. Jiwe waliokataa yazia aya 40. Marko 9:40 kuendelea. Kuna moto wa milele ambao hauzimiki, na funza wake hawafi. Ndiko wanapoenda wale waliokataa ili jiwe kula msingi, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, wakatafuta mambo ya kidunia na kuweka moyo wao na matumaini yao kwenye ulimwengu, kupofuka kabisa kwa kufa tu. Hata kama ukiwa matajiri gani, utakufa tu, kwamba utajiri wa hapa unapita tu, utajiri wa kweli uko kule. Mhubiri wetu alikumbusha ile Mathayo 6:33, utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, mengine yote
ni ziada, na Mungu akitaka myapate mnapata mpaka wapokee Bwana. Unaacha Mungu anaanza kutafuta mambo ya kidunia, tafuta ugali na fahari za kidunia, kama kwenye level ya Mungu watu. Mtafute Mungu, mtafute Yesu. Hivyo msichana wa Nazareti alikuwa na nini? Maana hata alipoenda kumtolea mwanae wa kwanza, badala ya kutoa kondoo ikashindikana, hana kondoo ili amkomboe mtoto wake. Kadiri ya sheria ya Musa, akahurumiwa, akatoa vinjiwa viwili, maskini wa kutupwa. Lakini malaika alianguka kifudifudi pale, akasema, wewe umebarikiwa kuliko wanawake wote. Huyo maskini wa Nazareti asiyepata na kondoo kumkomboa mtoto wake kwanza, ndio amebarikiwa kuliko wanawake wote. Msipofushwe na yeyote yule ufikiri kwamba vitu alivyoviumba Mungu ni vya maana kuliko Mungu. Tunavihitaji kweli. Na Mungu ni baba yetu. Kama sisi tunahangaikia watoto wetu wawe na maisha mazuri, wasihangaike wasipate njaa, Mungu ambaye ni mwema kuliko sisi ataacha kufikiria yale ambayo tunahitaji kwa duniani. Tatizo ni kumtupa Mungu nje na kuhangaikia viumbe alivyoumba Mungu. Kaona kwamba kana mwanamke upendo kuliko bila ndoa, kana mwanamke zidi kitu tunavyotaka. Mungu atupe nje hapa na sasa na upendo, na mpende binadamu sana. Na watu tunawapenda na wasaidia. Baba, Mungu amenipa mwanamke mzuri. Ila yeye aliyekuwa mwanamke mzuri kuna shida naye. Ukaha wa kiroho. Maneno hata usiposema umesema kale makahaba. Yanayosema hapendi mtu pochi yake tu. Na unasema Mungu wa nini? Baraka zake tu. Mungu wa nini? Watu wake tu wanatosha. Kwenda zako Mungu kuhitaji. Nahitaji watu. Nahitaji vitu vilivyo viungo. Nahitaji pesa mimi hapa. Wewe wa nini? Nahitaji wanawake. Nahitaji wanaume. Kwenda zako Mungu. Sina shika na wewe. Kahaba. Malaya. Huo ni umalaya nakwambia, kwa sababu unachofanya ni sawasawa kama unachofanya makahaba. Kumwambia mtu sikupendi, nataka pekera yako tu. Ndio ndio kusema kwa mimi Mungu sikupendi, nataka watoto na unipa. Au nawapenda nitawashughulikia. Watakuwa miungu. Wakitaka kusoma shule za Kiingereza tu nitapeleka, itatoa sadaka kutosha wasomee. Ila wewe hapana. Miungu ndio itatoa sadaka. Kama hivyo mtungu, chochote unahitaji tungu na hangaika kulipatia. Ndio maana Mtume Paulo anasema, ili nilimuungu tena nikuambia, nilisalamu nimechonga na tungu na kulisujudia. Kama vile mnavyochonga sanamu ya watoto mnaozaa bila Mungu, mnakutumikia salamu ya kutengeneza kabisa miungu. Kama kitoto kitaki chochote unatii, Mungu anasema zizini, anasema kazini. Kitoto anasema, mama nauma, twende hospitalini mwanangu. Sasa kati ya Mungu na kitoto nani Mungu sasa tunayemtumikia? Katilia usiku na mchana. Hebu tuangalia, hebu baba Rose, hebu sisi. Lakini Mungu anasema, funga ndoa sitaki. Kati ya Mungu na kitoto nani Mungu? Tunayemtumikia na kumtolea sadaka. Cheni ibada za kijinga za kufikiri kwamba mnamtumikia Mungu, mmemtumikia wewe wenyewe. Penzi yetu. Tafuteni Mungu wakati anapatikana, mwiteni bado mpende. Maana neno la Mungu linasema, siku ya kusikiliza nilikusikiliza. Siku ya wokovu nilikuwa pale, nasubiri nikuokoe. Kwa hiyo usikubali upoteze neema hii ya wokovu. Wakorintho wa pili sura 6 aya ya 1 mpaka 3. Wakati wa wokovu ni sasa hivi. Wakati wa neema sasa hivi. Change your way of thinking. Badilisha kabisa mfumo kutoka hapa. Namna ya kuona thamani tu. Ipi ni ya maana, ipi ni ya kwanza, hiyo ya kwanza, ya pili, ya pili, ya mwisho, ya pili, ya mwisho.
ndio wokovu, na mengine yote Mungu atakukirimia. Maana Mungu anapenda kama wewe ulivyo, kama ulivyo unahangaikia maisha mazuri ya watoto wako. Mungu awaweka leo mbinguni atakulinda kweli. Hata Mungu naye mwabudu naye labda ni kinyago fulani ambacho hakina hata vurugu. Kama mtu ambaye anakabidhi maisha yake kwa Mungu anaacha bila kupata mahitaji yake ya kimungu. Mwangalieni Yesu katika Luka sura ya 8. Ameweka matumaini yake yote kwa Mungu, hana biashara yoyote, anafanya kazi ya Mungu. Wakajitokeza kina mama wenye pesa zao aliowahudumia kiroho, wakasema hii furaha hii ambayo Yesu umetupatia na wengine wakaipate, wakamtumikia kwa mali zao. Mali ulio nayo ichangie wokovu wa mwenzako, kuonyesha furaha ya wewe kupata bahati ya kuwa kwanza kumjua Bwana Yesu. Basi Yesu turudishie nini sasa? Basi ndicho nacho kichangie wokovu wa watu. Ndio ufanye kuna mambo ya mtakatifu walikuwa wanatatizo mtoleo mapepo, ndio wengine wamefanya nini? Shukrani yao, toa yao kwa ukarimu sana ajili ya Injili. Ndio vitu hivi anavyotupatia Mungu viwe msaada wa wokovu wetu na msaada wa wokovu wa roho za wengine. Sio vitukoseshe. Vinang'aa mno kuliko Mungu, vinang'aa mno kuliko mbingu. Hiyo ni kufuru kabisa. Tunataka hapa kusali na matatizo yetu na nia zetu na matamanio yetu vizuri. Kila mtu ana matamanio yake, lakini hayo matamanio yasing'are zaidi kuliko kumtamani Yesu. Hayo mahitaji tulionayo kutoka Mungu atukirimie yasing'are zaidi kuliko hitaji la kuwa na Yesu moyoni mwako. Hilo ni namba 1. Ingine cha mtoto. You can do without. Kabisa. You can do without. Unapitisha kwenye tabula moto kwa muda mfupi tu, unaingia mbinguni. Unapitisha kwa muda. Ukiwa na Yesu una kila kitu. Hata katika macho ya binadamu una chochote. Una kila kitu. Mpokee Yesu leo moyoni mwako. Weka matumaini yako yote. Ogopa kwenda motoni. Hata toharani tu sikubali. Nilikuwa nasoma kile kitabu cha Watokeo wale wa Fatima. Mabikira Maria kwa Watokeo na kina Yasinta. Basi kulikuwa na rafiki yao mmoja, rafiki kina Yasinta. Alikuwa amefariki. Sasa Yasinta akapata fursa ya kuuliza, hivi fulani yuko mbinguni au yuko motoni? Bikira Maria akamwambia yuko toharani. Akauliza swali la pili, atatoka lini? Bikira Maria akasema, huyo atakaa toharani mpaka mwisho wa dunia. Cha mchezo. Mungu ni mwenye haki, huwezi kufanya mizaha alafu wewe uko na maisha mazuri tu. Utalipa mpaka senti ya mwisho inaandikwa. Achana na madhambi. Acha dhambi. Dhambi ni mbaya. Kila dhambi unayotenda ina adhabu yake. Hata ukiungama unachosema hapo ni kwenda motoni milele. Kila mtu halipa dhambi yako lazima utalipa mpaka senti ya mwisho. Ndio kile kwamba ukiungama yameisha. Ni kama hakimu atoe hukumu kwamba huyu bwana ataenda kifungo jela miaka 30 na faini milioni 5. Alafu labda kadialia sana na nini, mimi mshinda nini na nini. Sasa basi umesamehewa ili ya kwenda jela kifungo cha maisha. Lipa kile milioni 5. Basi ndio na sisi tunapokosea Mungu kiungama kule kwenda jela kifungo cha maisha inafutwa, inabaki kulipa ile milioni 5.
ambayo haina mbadala, lazima uteseke maisha yote mpaka ulipo. Kama mlisikia habari za rehema, rehema ni maondoleo ya adhabu za muda baada ya dhambi kuondolewa, baada ya adhabu ya kutoka motoni kuondolewa. Yale maondoleo ya adhabu ndio naitwa rehema. Kama unataka kushupaza shingo lako, endelea, lakini utakumbuka utakapokuwa motoni. Tulionywa tena very seriously kwa maneno makali sana, tukapuuza. Sasa tupokee malipo ya haki ya kuzima masikio kama walivyofanya wale wafanyakazi wa shamba la mizabibu. Walikataa kabisa, walijua huyu ni mwanaye mrithi, wakamuua. Jiwe kuu la msingi wakakataa, wakataka kujiinua, kujinyakulia mbingu kwa ujanja wao. Sijana kufanya hivi, hukumu wamejitolea wenyewe. Atakapokuja mfalme atawachinja wote wasiomtii, wasiozaa matunda anayotegemea, chinja wote. Utisho na hilo pata kuongoka. Basi tusadile sasa sadaka na mkono mwingine umeshika hicho kiwakilishi cha udongo uliokuja nao. Kumbuka tuko kwenye adhimisho la ibada ya misa takatifu, kwa hiyo tuko kwenye kafara takatifu kama ishara ya umoja wa kanisa. Na wewe utashiriki kusali hii sala ambayo tutakuwa nasali, kwa hiyo tutasali wote kwa pamoja. Ee Mungu Baba mwenye huruma, pamoja na sadaka ya mwili na damu iliyomwagika pale msalabani Kalvari, inayorudiwa na kutolewa upya katika adhimisho hili la ibada ya misa takatifu, ambalo mimi ni mshiriki wake leo. Ninaomba huruma yako kwa ajili yangu mwenyewe, nafsi yangu, roho yangu, mwili wangu na maisha yangu yote. Ninaomba toba na msamaha kwa ajili ya ardhi yote inayohusika na maisha yangu, laana zake na vifungo vyake vyote ambavyo ardhi hiyo imenifunga na nilivyofungiwa na ulimwengu wa giza kama matokeo ya dhambi zangu mwenyewe, dhambi za wazazi wangu, wahenga wangu, dhambi za ndugu zangu wa kike na wa kiume, dhambi za watu wa ukoo wangu, kabila yangu, jamii nilipotungiwa mimba na kuzaliwa na kukulia, pamoja na kasumba na mila na desturi zilizotengeneza mifumo ya dhambi na maovu katika jamii, hasa kwa kuhusiana na ibada za miungu mingine kama ushirikina, matambiko, uchawi, uganga, mazingaombwe, viini macho, ibada za mila potofu, utoaji wa mimba, mwagaji wa damu, dhuluma ya ardhi na mali,
uzinzi, uasherati na kila aina ya dhambi ambayo na mimi nimehusika kuitenda na kuwashirikisha wengine kutenda dhambi hiyo. Ee Mungu Baba mwenye huruma, ninauleta huu udongo niliouchukua kutoka katika eneo ninaloishi, ninalofanyia biashara, ninalofanyia kazi, kama ofisi, kama kiwakilishi cha ardhi yote inayohusika na maisha yangu. Kupitia ardhi hii na muunganiko wa ardhi ya dunia nzima, ninaomba nguvu ya adhimisho la ibada ya misa hii ikahalalishe na damu inayomwagika katika misa hii takatifu, ikatakase, ikaondoe kila maovu, kila mapoza, kila utasa, kila laana, kila magonjwa, kila mikosi, kila upagani uliojificha, uliofichwa, uliotamkwa, uliowekwa kwenye ardhi hii iliyoishikilia. Ninaomba huruma yako. Kwanza kabisa, mimi mwenyewe nikiwa mhusika, niliyehusika kutenda dhambi, kuharibu mazingira kupitia ardhi hii iliyoishikia. Bwana wangu Yesu Kristo, kwa neema hiyo ninasimama mbele zako nikiomba huruma yako kwa ajili ya malango yote ya uumbaji yenye kutenda kazi katika muunganiko wa ardhi ambayo ni ardhi yenyewe, mbingu, anga, hewa, upepo, jua, mwezi, nyota, maji, bahari, maziwa, mito, mabwawa, visima, milima, miamba, mawe, mito, uoto wa asili, vyanzo vya maji na mifumo yake yote. Ninaomba huruma yako, nikiomba toba na msamaha kwa ajili ya milima, mabonde, miti mirefu, barabara, njia na njia panda zote, misitu, mapori, mashamba, maeneo ya wazi, maeneo ya mikusanyiko ya watu na taasisi za umma kama vile masoko, viwanja vya michezo, stendi, maeneo ya biashara, fukwe, mashule, mahospitali, maeneo ya kuabudia, viwanda, nyumba na makazi ya watu, mipaka ya makaburi, maeneo ya kuzikia watu, wanyama, ndege, samaki, wadudu, mifugo na mazao yote yapatikanayo au yaliyowahi kuwapo katika eneo hili, pamoja na malango yake, tamaduni, mila na desturi za watu wa makabila mbalimbali wanaoishi kwenye hili eneo.
ushirikiano wa aina yoyote niliyoutoa kwa shetani kupitia ardhi hii, matendo maovu kama kutoa mimba, kuroga, upagani na ushirikiano wa aina yoyote niliyoutoa kwa kufanya matambiko kama kuzindika nyumba, duka, biashara, kuogea madawa, kufukia madawa kwenye nyumba, kwenye biashara, kuwachanja watoto, kujichanja mwenyewe na damu yangu iliyomwagika kwenye hii ardhi ikawa kiakilishi cha kunifunga mimi, kuwafunga watoto wangu kimasomo, kitabia, kifamilia, kikazi na kibiashara. Ninaomba huruma yako nikifanya toba na kuomba msamaha kwa ajili ya haya malango yaliyotumika vibaya. Ninaomba huruma yako kwa ajili ya watu wote ambao wamekuwa malango katika eneo hili na maeneo yote ya ardhi iliyohusika na maisha yangu, waanzilishi wa eneo hili ninaloishi, walioishi hapo nyuma, kizazi cha kwanza pamoja na vizazi vingine vyote mpaka kizazi kilichoko sasa, viongozi wa serikali waliotawala na wanaolitawala eneo hili tangia kuanzishwa kwake mpaka sasa, viongozi wote wa kanisa tangia wamisionari wa kwanza mpaka viongozi wa sasa, waamini wote tangu wabatizo wa kwanza mpaka walioko sasa, waamini wa madhehebu mbalimbali na dini zote tangia waanzilishi wake hata walioko sasa. Ninaomba huruma yako, Mungu, kwa ajili ya waganga na wachawi walioishi na wanaoishi kwenye eneo hili, walio malango na wasio malango. Ninafanya toba nikiomba huruma na msamaha wako kwa ajili ya machifu, makuhani wa kimila, makuhani wa miungu, makuhani wa mizimu, pepo wabaya, waganga, wapagani, walioasi imani. Ninaomba huruma kwa ajili ya eneo hili. Ninaomba huruma yako kwa ajili ya dhambi na maovu yake yote na mapato yake yote na mambo yote yasiyofaa yaliyofanywa na hawa wote katika eneo hili, ikiwa ni pamoja utoaji wa kafara mbalimbali kwa miungu, zikiwemo kafara za watu, wanyama, mazao, pombe, mafuta, udi, vumba, mwagaji damu, utoaji mimba, misukule, kulaani, kuroga watu, mazindiko, tiba na wale wote waliohusika kuliweka wakfu eneo hili kwa miungu ya giza. Yesu, katika adhimisho hili la ibada ya misa takatifu linaloadhimishwa wakati huu, ninaomba huruma yako
ninaomba neema yako na damu yako takatifu inayomwagika kwenye altare hii. Ninatubu kwa ajili ya chale zote nilizochanja kwenye mwili wangu, tatu na alama nyingine zozote zenye utambulisho wa shetani na mawakala wake wote, kama vile kuchanjwa mwilini, weka vijiti mwilini, weka hirizi mwilini. Hii ilitoa ushirikiano. Ninaomba huruma yako. Ninatubu kwa ajili ya makondo ya uzazi wetu, vitovu, kucha, nywele, damu zilizofichwa kwenye hili eneo. Ewe ardhi, ninakuamuru, ninakuapiza na ninakutapisha, tapika chochote ulicholishwa na wachawi, chochote ulicholishwa, maneno magumu uliyolishwa, laana uliyolishwa, mapoza uliyolishwa, kila neno gumu ulilosemeshwa juu yangu, juu ya uzao wangu, juu ya nyumba yangu, juu ya ndoa yangu, juu ya kazi yangu, ninakutapisha kwa damu ya Yesu. Ewe ardhi, sikia, kuanzia leo, kuanzia wakati huu, kuanzia saa hii, usitoe ushirikiano wa aina yoyote kwa maadui zangu. Kila atakayekusemesha, kila atakayekulaani, laana yake haitashika, maneno yake magumu hayatashika, makusudio yake hayatatimia, mipango yake haitatimia. Ewe ardhi, ninakufunika na ninaweka ndani yako damu ya Yesu, damu ya Yesu, katika ulimwengu wa kiroho wa ardhi. Ninaunywesha damu ya Yesu inayomwagika kwenye misa hii takatifu. Ewe ardhi, kuanzia leo usiungane na maadui zangu kunitesa, kunifunga, kunizuia, kunichelewesha, kunitaabisha, kunivuruga. Kuanzia leo, ewe ardhi, na kuweka wakfu kwa damu ya Yesu. Hautatawaliwa na magonjwa, hautashikiliwa na laana, hautashikiliwa na umaskini, na watoto wangu, na uzao wangu, na biashara yangu, na kazi yangu, hautaizuia kwa namna yoyote. Damu ya Yesu kuanzia sasa iwe mlinzi wa eneo hili la makazi, la biashara, la kazi. Chochote kibaya kitakachofanyika juu ya hii ardhi hakitafanikiwa. Ewe ardhi, ninakuamuru chochote kibaya kitakachoagizwa kwa ajili ya kunidhuru, ninaficha damu ya Yesu, damu ya Yesu inayomwagika wakati huu, ninaiweka kwenye hii ardhi, kwenye hii ardhi. Giza lolote
yaliyotamkwa na nguvu za giza kuanzia leo hayatafanya kazi wala hayataonekana. Ninatamka ewe ardhi, nguvu zozote za giza zitakazokuja juu yako kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, nguvu za giza, watu wenye nia mbaya, damu ya Yesu iwapige shoti watakapofika kwenye hili eneo langu la biashara, la makazi, la kazi. Damu ya Yesu ikapiga upofu kila atakayekuja na nia mbaya kwenye eneo hili na kwenye makazi haya. Ninatamka baraka, neema, utakatifu, nguvu vichanue kwenye hii ardhi. Niwe mwema, niwe msikivu, niwe mtulivu, niwe na ibada njema kwa Yesu wa Ekaristi. Ee Yesu, ninakushukuru. Ninaikabidhi sadaka hii mikononi mwako. Sadaka hii ikanene mema, ikalete baraka, ikalete utakatifu, ikalete tabia njema, ikalinde uzao wangu wa kike na wa kiume, ikalinde biashara yangu, kazi yangu, ndoto zangu na matarajio yangu. Ee Yesu wa Ekaristi, ninajikabidhi mikononi mwako, nikiomba unipe nguvu, unipe neema, kama ambavyo nimekusudia kukujengea madhabahu, kukutanisha na watu kupitia madhabahu hii nitakayojenga. Ninaomba uzao wangu wa kike na wa kiume ninaukabidhi kwenye hii nia. Nakabidhi biashara yangu, maisha yangu, imani yangu kwako Yesu. Kuanzia leo unipe nguvu, unipe shauku, unipe hamu ya kunyanyua madhabahu kwenye uzao wangu, kwenye maisha yangu, ili iwe alama, iwe agano kati yangu na wewe, juu ya uzao wangu, juu ya afya yangu, juu ya safari yangu ya imani. Madhabahu hii ikapigane na kila madhabahu za giza zitakazoinuka kwenye maisha yangu. Yesu wa Ekaristi, ninakushukuru sana kwa maana umetenda mema, umesikia sauti yangu, kilio changu na ombi langu, na ombi langu. Asante Yesu wa Ekaristi. Basi tutakuja kutoa sadaka na tutakuja kushikilia udongo. Padre atanyunyiza maji ya baraka juu ya udongo. Hakikisha umeushikilia vizuri, wala maji ya baraka ya uguse. upande wa baba, upande wa kulia baba.
ambayo tutasema kunaalika sadaka na Peter kwa baba.
Yesu Kristo. Mbele kuadhimishwa ibada ya misa takatifu. Tunashukuru Baba kwa umilia zuri, tunaomba wote tusimame tupungie mkono Baba kwa umilia zuri. Mikono yenye taratibu, 1, 2, 3, 4, 5. Wakati wamebarikiwa na mahubiri, vigelegele. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba kila mmoja jipongeze kwa ushiriki wake siku ya leo. Basi tuketi. Baba
Mapadre tunakushukuru sana kwa kuwa nasi toka siku ya kwanza mpaka leo kwenye adhimisho la ibada ya misa takatifu. Mimi kwa sisubiri tu aondoke ndio niseme mazuri yake. Moja ya vitu ambavyo nimejifunza kwa Padre John Kulwa kutoka nilipofahamu mpaka leo, ni mtu ana imani sana kwa Mungu. Hongera sana baba. Alichosema kwamba ukiwa motoni utanikumbuka. Nimejikuta nafurahi kwa sababu yeye atakuwa mbinguni. Hata sisi tutakuwa mbinguni hapa. Kiani kwamba kati yetu hakuna atakayepita motoni wala toharani. Moja kwa moja tumsikie Yesu Kristo. Ninatamani hilo, na hata mimi nimekuwa nikimwomba Mungu kwamba ikiwezekana ninyime vyote, lakini si vile ninyima ufalme hapa. Kabisa. Vyote nikose duniani, lakini kule nisikose chochote. Niingie moja kwa moja. Basi tunawashukuru pia ninyi ambao tumeshiriki kwa zile siku ya kwanza mpaka leo tunapohitimisha kwa adhimisho la ibada ya misa takatifu. Nina uhakika kwamba Mungu ametenda. Kwa sasa tumesema tunaenda kumjengea Mungu cheko au madhabahu ya kumkutanisha na watu. Na hii madhabahu ikajengwa pale kanisa kuu. Ninafurahi kwamba nitakuwa mojawapo wa kujenga madhabahu hii ya kiroho kwenye usawa. Sasa naomba tuelewane. Chochote unachokitoa hauchagii. Toa lugha ya kuchagia, unajenga. Unafanya nini? Unafanya nini? Yes. Unajenga. Nia wako. Nia nani? Unajengea Mungu. Kumbuka, unajenga madhabahu ambayo itakaa zaidi ya miaka 100. Ni watu wangapi utakuwa umewaokoa? Fikiri mtu alikuwa anataka kujinyonga, kabla hajafanya hayo maamuzi, anapita pale, anaenda kusali mbele ya Yesu wa Ekaristi. Alafu Yesu wa Ekaristi anamwambia, mwanangu, hilo unalopitia achana nalo. Lakini nani ameweka pale Yesu wa Ekaristi ambaye amemtuliza huyu mtu? Ni mimi, ni wewe. Sura ya wewe. Na ndio maana toka siku ya kwanza nilimwambia baba kwamba hatuhitaji uongozi wa parokia, hatuhitaji michango ya waumini, hatuhitaji watu wanaotaka si vitu gani. Tunaenda sisi kama sisi. Watakuwa wanaona vitu vinasimama. Cheko nzuri ya kisasa na itakayodumu ni hiyo ya mara 5 mpaka milioni 50. Nina uhakika sasa tushinda. Mungu wetu. Na tutakapoanza kujenga, kama unafanya biashara humu, vifaa vyote vya ujenzi vitatoka kwa huyo ambaye ni mshiriki wetu kama yuko humu ndani. Na vijana wetu kama kuna mafundi wako wana uzoefu humu, ni hao tutakaowatumia baada ya jineo. Yaani sisi kuna mtu anaelewa hiyo gani? Na imesema kwamba
ikiwezekana kuna vitu viwili tutavifanya. Narudia kusema, naomba kama fikra lako haliganishi kwenye hili iliganishi. Kwa sababu kwenye hili Bwana awe nanyi. Kiendelea na unyonge hivyo, kubarikika kwa taabu sana. Kwa sababu you are not interested. Mtu anataka kuwabariki, alafu labda nikasema Bwana walani. Labda kuikusa. Nasema lakini kama natamka baraka, kwa kitu cha kawaida mno. Hakuna anayekuswa. Tangu Yohana Mbatizaji mpaka leo, ufalme wa Mungu unapatikana kwa wanaotumia nguvu. Hakuna kinyonge chochote kimeandikwa utakachoweza kuona ufalme wa Mungu. Bwana awe nanyi. Mungu Mwenyezi awabariki Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Endeni na